Zoezi la kurasimisha tawi la Karume la Young African Sports Club tayari limetamatika hapa Karume, lakini sisi tumeona tusiondoke Hotbiz TV na mwanamichezo hadi tuzungumze naye mwenyekiti, tueleze yale ambayo yamejiri hapa, lakini uthubutu ambao umeufanya, kwa sababu hauwezi kuja kuarika viongozi mbalimbali kuja kurasimisha tawi kama haujakizi vigezo. Mwenyekiti, za saizi bwana, tunamshukuru Mungu, tuko vizuri na tunaendelea vizuri, ingawa furaha yetu ambayo tulikuwa nayo ya uzinduzi wa tawi, tunamshukuru Mungu imekamilika salama, ingawa watu wanaendelea kujirusha. Naona haikuwa rahisi. Changamoto gani kubwa ambayo mlipitia mpaka mkakidhi vigezo? Kiukweli changamoto ni nyingi, hususan kwenye matawi mapya yanayohitaji kupata cheti ili yasajiliwe kuwa tawi sahihi, kwa sababu kwanza inahitaji ushawishi, kwa sababu kumshawishi mwanachama awe mwanachama achukue kadi ili awe mwanachama halali wa Yanga, kutoka kwenye ushabiki kuja kuwa mwanachama si kazi rahisi. Kwa hiyo kiukweli kama tawi la Yanga Karume sokoni tumepambana na tunamshukuru Mungu, ingawa changamoto zilikuwa nyingi, maana kwenye mafanikio changamoto hazikosekani, ila hazikusababisha sisi tusiweze kupambana na kufanikisha, na hatimaye leo tumezindua tawi letu. Sasa hivi sisi hili ni tawi halali la Yanga ambayo lina cheti chake kabisa, ambayo limekamilisha kila aina ya vigezo vya kuwa tawi. Sawa sawa. Kama nimemsikia vizuri mkurugenzi amezungumza, kuna hatua ama kuna process za kuupdate tawi, lakini kigezo kikubwa cha kurasimisha tawi ni kwamba utimize wanachama kuanzia 100 na kuendelea. Ilichukua muda gani tawi lenu mpaka mkakamilisha idadi ya wanachama kuanzia 100 na kuendelea mpaka hii leo mmekuja kurasimisha? Yaani kwa kiufupi, tawi letu tulipitia misukosuko mingi, kwa sababu kama mimi nilichukua tawi, kuna watangulizi wangu walipita ila walishindwa. Mimi naichukua tawi halina hata mwanachama hata mmoja. Mwenyekiti ambaye alikuwa anasomeka kwenye tawi, ila isipokuwa tulikuwa tunatembea na leja mkononi, kwa maana yake hatukuwa na ofisi, hatukuwa na mwanachama, bali tulikuwa sisi ni wakereketwa wa Yanga na mashabiki, ingawa walikuwepo watangulizi ambao walijaribu kusimamisha tawi ikashindikana. Kwa hiyo mimi nikatoa wazo, lile wazo watu tumelitembelea, tumelisimamia, maana mimi nilianza na wazo ya watu 20 na kujitoa. Wazo letu namba 1 ikawa kutafuta ofisi, maana leja tulikuwa nayo ila ofisi tukawa hatuna, na kweli tukapambana tukapata ofisi. Tulivyomaliza hatua ya kwanza, hatua ya pili tukasema hapa hatua ya pili inayofuata ni kupambana kutafuta wanachama, na kweli baada ya hapo tumefanya taratibu za kutafuta wanachama wasiopungua 100, na sasa hivi tunaelekea wanachama 137 ambao wana kadi halali ambao ni wanachama. Kwa hiyo kiukweli tulipitia hatua ngumu ila tumefanikiwa. Hizo process zote umepitia ndani ya muda gani? Zaidi ya miaka mitatu, kwa sababu tawi kulikuwa na uongozi ukashindwa. Mimi nikaja kuchukua sehemu ambayo watu wameshindwa. Maana yake ukiona mtu kashindwa, kuna sehemu ambayo anakuwa amefanya vizuri, ila pia kuna sehemu anakuwa amefanya vibaya. Sehemu ambayo anakuwa amefanya vizuri huwa mnampongeza, ila sehemu ambayo anakuwa amefanya vibaya unafanya kazi kubwa watu kuwarudisha kwenye imani kwamba hiki kitu kinawezekana. Ndicho kilichosababisha tawi langu kutokwenda haraka na kupata wanachama, kwa sababu kuna vitu havikuwa sawa kwenye mazingira yetu, ila tunashukuru Mungu tulijaribu kupambana navyo, na mwisho wa siku tumezindua tawi. Tawi liko sehemu salama, liko kwenye mikono salama. Sasa hivi tunajivunia tumekabidhiwa cheti. Kwa hiyo tunashukuru Mungu. Kitu gani ambacho utajiandaa nacho haswa kuelekea kwenye kuupdate mwaka mwingine kadi yetu ya wanachama? Kwanza mimi baada ya hapo mimi nimetengenezea wanachama mfumo mzuri. Mfumo ambao nimetengeneza ina maana mtu yote anaweza akaingia akaishi akaendelea kuwa mwanachama wa Yanga maisha hadi akafariki. Unaweza ukatupa kodi kidogo? Kiukweli mfumo namba 1 ambao nimejaribu kutengeneza, kwa sababu niliona matawi mengi huwa yanakufa au yanasababisha kuto kufikia kwenye malengo, kwa sababu tu kuna mfumo inatakiwa uwekee tawi. Mfano mimi nimeweka utaratibu wa kuzindua mkoba kwa mwanachama, na maana hana uwezo wa kulipa hiyo ada ya pamoja. Tumeweka ada kwa kila mwezi,
Maana yake sisi tunahitaji tuendane na jedwali la Yanga. Kila ikifika mwezi wa 7 mwaka wa fedha wa Yanga, tunachukua pesa kutoka kwenye mkoba kuja kukata kadi za wanachama wote, na lengo letu sisi tufikie wanachama 500, kwa sababu tuko sehemu ambazo tunaweza tukapambana wanachama wakapatikana. Tumezungukwa na masoko matatu na wafanyabiashara, kwa hiyo hao wote tunaweza tukawashawishi wakaja kuwa wanachama pia na kusaidia tawi letu na kusaidia klabu yetu. Pia unaona tupo karibu na mkuu wa mkoa, tupo karibu na mkuu wa wilaya ambao ni wote ni wanachama wa Yanga. Kwa hiyo hawa wote huwa tunasapotiana ili kuendesha shughuli za Yanga ziweze kufika sehemu salama. Kwa na shauri matawi yote wajaribu kuweka mifumo ambayo ni rasmi. Pia tuangalie pia na maendeleo ya wanachama, kwa sababu hivi vitu tunashabikia kweli timu yetu, ila je, wanachama tunakuaje? Inabidi wanachama tujitoe kwa ajili na sisi kupitia kujuana, kwa sababu kinachotuunganisha namba moja ni Yanga. Ila pia pamoja na kuwa tunakuwa tumejuana, inabidi tutengeneze mfumo ambayo unaweza ukatusaidia na sisi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu timu ndiyo inatuunganisha. Ila iwepo kwamba wanachama wote wanaweza wakapata maendeleo kupitia klabu ya Yanga. Hii ndio rai yangu kwenye tawi, ambayo mfumo ambao inatakiwa ni utengeneze kwamba kila mwanachama anaweza kafaidika na tawi lake, anaweza kafaidika na klabu yake. Neno la mwisho mwenyekiti. Neno la mwisho, nashukuru viongozi wa makao makuu kuja kuzindua tawi letu na kushirikiana na sisi. Pia na washukuru jopo langu la uongozi ambao lipo nyuma. Tumepambana hadi hapa tulipofikia. Kwa hiyo naomba tuendelee kupambana ili tuweze kufikisha tawi sehemu salama, tuweze kupambania mwaka ujao tuwe na wanachama 500. Bana, mimi nikushukuru sana. Haya, nashukuru sana. 1, 2, 3. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbiz.